Karibu sana wewe mdau wa Channel 10 hususan kipindi cha Sema Kweli. Karibu sana. Na nikwambie tu mara nyingi eneo hili bwana tunakuaga na vitu ambavyo huenda jamii pia vipo kwao, lakini kama vipo basi sisi hapa tunawafikishia wao kwa maana ya kuwapa taarifa, elimu, vile vile kuwapa uelewa katika jambo hilo husika kwenye jamii husika. Lakini hapa ni eneo ambalo tunazungumza ukweli, na ndio maana tumesema Sema Kweli. Karibu. Mimi ndio mtozi wako Salumu Mkambala wa Sema Kweli, lakini leo tutakuwa na anwani nzuri tu ambayo kama umefuatilia, najua umefuatilia asilimia kubwa, na wengi hasa kwa wakati huu wakisikia amiri jeshi mkuu, rais wa nchi, mkuu wa nchi, basi wanakuwa makini kufuatilia anazungumza nini kutokana na nyakati tulizopo. Basi nikaona jambo hili lisinipite na lisitupite sote. Kama lilikupita basi wasaa wake ndio huu. Tumepata sisi muda wa kufanya uchambuzi fulani, ingawa sio wote tutagusa maeneo hayo. Lakini anwani tulioipa leo katika Sema Kweli tunasema uchambuzi hotuba ya rais kwa wazee wa Dar es Salaam. Hii ndio ilikuwa nano hii. Lakini hapa hii ilikuwa ni hotuba ya taifa zima. Ile wazee wa Dar es Salaam waliwawakilisha wazee wa Tanzania nzima, kwa sababu tukio lilifanyikia Dar es Salaam kwa niaba ya wazee wote. Kwa ile hotuba ilikuwa ya wazee wote, sifikiria wa Dar es Salaam wote na Watanzania wote, ila kupitia wazee wa Dar es Salaam. Basi nikaona ndugu yangu bwana, huyu hawa ni wazoefu, wameishi muda mrefu, wameishi huko kwenye siasa, wameishi kwenye mambo mengi, wameishi kwenye nchi kwa muda mrefu, mengi wamepitia. Unajua ukishampata mtu wa hivyo, maana yake ana vitu vingi vya kukuelimisha na kukupa busara kuhusiana na hali tulizopo. Ingawa inaweza kuwa sio kwa ujumla, lakini kuna vitu fulani tunavipata kwa eneo lake. Sasa leo nikaona nimwalike ndugu yangu Comrade Lives Ngalemwa. Karibu sana. Asante sana. Karibu sana ndugu yangu. Nashukuru. Unajua Comrade Lives Ngalemwa yeye ni mdau wa siasa na maendeleo. Huyu ni mdau wa siasa na maendeleo. Hivi siasa si ndio maendeleo Vina mahusiano. Vinaenda pamoja. Kwa sababu bila siasa hakuna maendeleo. Siasa inahusika na uongozi wa jamii. Na jamii inahitaji maendeleo, ambapo lazima siasa ama viongozi wa siasa watahusika pia kuyahakikisha maendeleo yanakuwepo. Kwa hiyo ni kama uji na mgonjwa. Lakini siasa safi. Of course siasa safi. Umequalify. Ile ya Mwalimu Nyerere. Siasa safi na uongozi bora. Na bila watu hakuna siasa, sio? Ndio. Kwa siasa inahitaji watu pia. Ndio, kabisa. Unafahamu ile misingi iliyokuwa imewekwa tangu zamani, ilikuwa na siasa, si unafahamu? Ilikuwa na maendeleo, tunahitaji nini, unafahamu? Ili maendeleo wewe ukachukua siasa safi siasa na uongozi bora. Siasa safi of course na uongozi bora. Lakini kuna habari ya watu, kuna ardhi. Si unavikumbuka hivyo? Hizo key za ni msingi ambao uliwekwa huo katika kuhakikisha taifa linafikia pale malengo tuliojiwekea. Sasa kwanza hongera na karibu. Tuna changamoto moja media nime-experience wakati huu. Ndio. Kuwapata wageni kama nyie. Kumekuwa kuna changamoto sana. Na unaelewa sababu. Watu wamekuwa, baadhi wamekuwa ni waoga. Ukimwambia na njoo tufanye bwana subiri kwanza Mkambala. Subiri bwana nitakuja. Kumekuwa kuna shida kidogo. Lakini nakusifia wewe kwa sababu umekuwa mjasiri na umekuwa una shida umekuja. Kumekuwa kuna changamoto hiyo. Na sidhani kama kwa wakati huu tunahitaji watu wasiongee. Tunahitaji watu waongee kama media. Ndio. Umeelewa? Ndio.
tulikopita ndio wajibu wenu. Ndio wajibu wenu. Ndio. Sasa kama tukikosa watu wa kuzungumza kama nyie, hamwezi kuwa wenyewe kila siku. Hatuwezi kuzungumza wenyewe. Lazima tuwe na mtu wa ziada tuzungumze. Kwa hiyo unatoa wito, sio? Kama wito jamani. Wananchi, wadau, wataalamu, wanajamii wenyewe wawe tayari kushiriki katika vipindi kama hivi ambavyo vinaweza kuwa ni sehemu muhimu ya uponyaji wa taifa. Nadhani ndio wito wako. Ni kweli? Sawa. Yaani unapata tabu, unaalika watu wanakuambia msisuka bwana Mkambala, mimi siwezi kuja bwana. Pole kwa changamoto. Pole kwa changamoto hizo. Nashukuru unakuja. Kuna tatizo hapa. Na sio kwamba nina sorry, kabla hujanikaribisha, sio kwamba sitambui kilichoko, lakini nafika mahali kama uzalendo unauchukua kama imani kwako, utaifa wako, when you are a nationalist, kati ya sacrifices za kufanya ni kama hizo pia, kwa sababu kama ulivyosema tunapita katika kipindi kigumu. Serikali na watendaji muhimu wanatoa miongozo mbalimbali, wanaileta kwetu. Hasa sisi tusipoipokea na kuijadili na kuchambua, sasa watu watawezaje kuelewa? Unahitajika mchanganuo yanapotolewa maelekezo, matamko, hotuba za viongozi wetu zinahitaji ufafanuzi. Wakati mwingine mtu anaweza sielewe. Ndio. Kwenye pale unajaribu kuweka kwa lugha nyepesi. Ndio. Hawezi kila kitu kikaeleweshwa, sababu utakuwa muda hautoshi. Viongozi wetu wanajitahidi, wanazungumza kwa lugha nyepesi sana. Tunaliona hilo, na Dr. Samia Suluhu Hassan amezungumza na wazee wa Dar es Salaam. Actually amezungumza na taifa zima kupitia wazee wa Dar es Salaam. Lugha alizotumia ni nyepesi, zilikuwa zinaeleweka vizuri sana. Lakini ule muktadha katika mazingira haya, maneno yale yanahitaji kusemwa na kurudiwa. Na ndio role ya vyombo vya habari. Utaona hotuba ilitoka mara moja, lakini nimeona media houses nyingi wamerudia zile hotuba. Maana yake watu wasikie mara kwa mara. Lakini pia tumeona mijadala ya uchambuzi kwenye maeneo mbalimbali. Lakini ni kweli kuna watu wengine hata hawawezi kutafsiri kwamba hata ushiriki katika mijadala ni sehemu ya ujenzi wa taifa. Ni sehemu ya matengenezo ya jamii ambayo imepita katika changamoto kama hizi. Ni sehemu ya faraja. Watu hawaioni hivyo. Ama wangetaka tu mijadala ikifanyika basi labda iwe tu sasa hiyo labda ya uharibifu, labda ndio mtu unaonekana ni shujaa. Sasa hapana. Wengine tulipita katika malezi ambayo vya msingi visimamiwe na vilindwe kwanza wakati tunatafuta vile vingine. Na lazima tukubali kuna upande unaokubaliana na upande usiokubaliana. Ndio. Lakini na hiyo ni afya kwenye jamii. Yes. Na huo upande lazima wote tukubaliane kwa pamoja, kwamba mimi sikubaliani na wewe ila tuende pamoja. Hamna shida. Ila wewe mimi unikubali lakini tuende pamoja. Ndio. Huo utamaduni lazima uwepo. Hatuwezi kukubali kwamba wewe lazima ufuate ya kwangu. Ndio. Na unless ndio kwenye sheria na katiba lazima ufuate. Ndio. Ingewezekana Mkambala hata hao, ingawa wao wanapenda kuwa mitandaoni zaidi, hata hao wenye mawazo yao hayo mbadala ingewezekana ukawa unakuwa nao kwenye mijadala, ingawa wao wanapenda kuwa mitandaoni zaidi. Najua ukiwaita hawatakuja. Hawaji. Kwanza unasikia umetumwa unataka unikamate. Wewe unataka unifanyaje mimi? Ndio. Nafikiri sisi tuendelee kufanya kazi yetu ambayo media mna wajibu mkubwa sana, tena nyinyi ni muhimili, tunasema wakati mwingine muhimili wa nne wa maana sana huo. Usio rasmi lakini rasmi, kwa sababu sasa hivi serikali inakwenda kutengeneza mnaita nini ile nilimsikia waziri wa habari anazungumzia habari ya namna fulani ya kurasimisha, kutengeneza ithibati. Nayo kwanza ile, lakini pia kulikuwa na kitu gani kinazungumza baraza or something. Kwa nini nataka niseme, unapoona serikali inakaa na wahariri, inakaa na vyombo vya habari mara kwa mara wakati wa nyakati kama hizi, huo sasa hiyo ndio justification, yani huo ndio uthibitisho kwamba sekta ya habari ni muhimili, tena ina urasmi wake. Kwa tukubaliane kutokukubaliana, ndio mna wajibu wa kufanya. Na hata kama mnatukanwa na kushambuliwa, lakini mna wajibu wa kufanya. Tuna wajibu. Asante sana kwa hiyo mkomleni. Lakini bila shaka umefuatilia hotuba ya Mheshimiwa Rais wakati anazungumza na wazee. Hakika. Tupe picha kwa muktasari. Ndio. Wakati tukidadavua kila maeneo fulani. Kwa ujumla wake. Sawa. Labda nimebahatika kupata nafasi ya kuijadili hotuba kwenye media zingine. Of course response ya jamii ya vijana ndio inakuaga hivyo, lakini wengine wanaona umuhimu wa hotuba ile. Mimi naita hotuba ya matengenezo. Hotuba ya Rais ni hotuba ya matengenezo. Ameitoa katika mazingira
unaweza kusema tense kidogo, sio hotuba kama hotuba zingine za kawaida. Kidogo alikuwa amiri jeshi. Alikuwa tense, alikuwa kwa maana ya anaita kihisia, alikuwa emotional, alikuwa yani mazingira yalimchukua kama amiri jeshi mkuu. Unajua, unafahamu ile kitu Mwalimu Nyerere aliwahi kusema wakati fulani, tunachagua kiongozi anasema hapendi rushwa, lakini tunataka tukimtazama na usoni tuseme huyu kweli hapendi rushwa. Lakini sio anasema mimi sipendi rushwa, afu kimtazama unasema huyu. Sasa jana sura ya Mheshimiwa Rais ilikuwa inaendana na anayoyasema. Hakika jambo lile akulifurahia, limemshtua yeye kama lilivyowashtua watu wengine. Pia sote tunakubaliana juu ya madhara yaliyotokea, na wakati mwingine kwa sababu kipindi chetu likianza kwa namna kama ya kuchati hivi, lakini nami nichukue nafasi hii niungane nao viongozi wetu wa kitaifa na wa Tanzania wengine kuwapa pole watu ambao wamepata madhara katika hili, na wengine bado hata wako hospitalini. Kwa hiyo ni jambo la huzuni sana, na pengine sio tu kwa labda wanaodhaniwa kuwa waandamanaji waliopata madhara watu wengine pia ambao sio waandamanaji. Kwa tunawapa pole. Lakini wengine wakiwa kazini wapata madhara. Wako askari waliopata madhara. Askari anaweza kuwa mtoto wa Mkambala au mdogo wake Mkambala. Huwezi kuniambia hata kama wewe ungekuwa ni mwana mageuzi kiasi gani, madhara ya mdogo wako ambaye alikuwa anahudumu, anatoa huduma kikatiba, kapata matatizo, kwamba utapata uchungu hata kama wewe ungekuwa ni mwana mageuzi nambari moja. Kwa hiyo nchi imetikiswa. Sasa kwa ujumla hotuba ile kama nilivyosema ni ya kimatengenezo. Yako mambo kama taifa tunajifunza, na kupitia hotuba ile unaiona. Yako mambo tumejifunza upande wa viongozi, lakini na upande wa jamii. Upande wa viongozi tunajuaje kama kuna kujifunza hapa? Moja, tunaona namna ambavyo unaona maandalizi ya kukabili tukio kama lile iwapo litatokea tena. Unayaona maandalizi ambayo yanakupa ishara kama litatokea tena huenda madhara yake yasiwe makubwa kama yale. Kuna sura ya mshtukizo iliyojitokeza tarehe 29. Ni kama vile vyombo vilijipanga zaidi kusimamia uchaguzi ambao umezoeleka. Hizi kauli kama ambavyo tunazungumza mara kwa mara, ya kwamba labda tutakiwasha, tutakinukisha, tutakwamisha mambo. Lugha hizi ni kama zilikuwa zinazungumzwa sana misimu mingi ya uchaguzi tangu mwaka 95. Kwa hiyo pengine lugha hizi ndio zilizingatiwa, lakini kwa namna moja ama nyingine zilizoeleka. Kwa mifumo ilikuwa inaandaa uchaguzi zaidi, na hata deployment ya ulinzi siku ile ya uchaguzi ilifocus zaidi kwenye uchaguzi. Sasa ilipojitokeza, this is my own analysis, ni uchambuzi wangu mwenyewe, kwamba ilipojitokeza katika ile scale, katika ukubwa ule, mimi naamini vyombo vyetu vilikuwa overwhelmed. Kwa kama ni kujifunza, hilo nao tulijifunza kwamba kumbe kulitakiwa kukusanywa taarifa nyingi za kiintelijensia ili kujiridhisha kabisa kwamba ili lina uwezekano mkubwa kutokea, ili pamoja na kujipanga juu ya uchaguzi wenyewe tungeweza pia kujipanga juu ya hilo. Kama ni maelekezo, vijana labda wangedhibitiwa mapema, wakapewa ni kweli mnataka kuandamana, sisi tunawaambia leo mtawanyike, muandamane kesho. Yani vitu kama vingejitokeza. Au mnataka kuandamana, mnataka kumuona leo ni siku ya uchaguzi, mnataka kumuona nani nyie? Labda kwa mfano wamekuwa contained wako mahali fulani. Okay. Basi watu waletee mtu aje azungumze na nyie. Hata wangetaka kumuona mtu wa UN, labda serikali ingeweza kuorganize. Haya, sisi tunaendelea na uchaguzi wetu. Nyinyi mnataka kuandamana, kaeni mahali fulani. Watu wa Umoja wa Mataifa ama mnamtaka mtu labda Umoja wa Ulaya au basi aje. Unajua kungekuwa na resources zimekwishaandaliwa tayari za kudhibiti hilo nalo. Kwenye uchaguzi tulishajipanga vizuri, lakini vipi kuhusiana na hilo jambo? Kwa hiyo this time around, kama amiri jeshi mkuu alivyozungumza jana, kwamba sasa hivi tumejipanga wakati wote. Alizipata zile tetesi kwamba wengine wanashauri kugairisha maandamano yanayotarajiwa tarehe 9. Subiri mpaka Christmas. Labda Christmas. Lakini rais aliwajibu kama amiri jeshi mkuu kwamba taifa limejipanga kukabili jambo hilo wakati wote litakapotokea. Usiku, mchana, sikukuu, sio sikukuu, mvua ama kiangazi, kwa maana ya masika ama kiangazi, kama nchi sasa tumejipanga. Kwa hiyo
ni ishara ya kujifunza kutoka lile, si ndio? Lakini pia tumezisikia sauti mbalimbali za wananchi wa kawaida, mama ntilie, mama lishe na mama mboga, wajenzi, wabeba zege, boda boda na wengine ambao madhara walioyapata kwa siku 3-4 zile wasingetamani yarudie tena, pamoja na kampeni hizi kuendelea kwenye mitandao. Na mimi niseme kwa makundi machache yenye ushawishi mkubwa, makundi machache yenye ushawishi, vijana wetu hawa kupitia mitandao waweza kufanya mambo mengi sana. Wewe Mkambala unaweza kuwa na akaunti hata 10 na zote ukazitengenezea mazingira zikawa na wafuasi wengi. Wewe huyo mmoja ukaposti huko kote. Kwa hiyo sura inayokuja ni sura ya kutisha. Vijana wa siku hizi wanaita ni information warfare, ningesema. So vijana, falsafa mpya ya vita vya taarifa, namna wanavyoweza kutumia taarifa kujenga au kubomoa. Kwa hiyo watu wakiwa serious na with a little financing arrangement, mtu ana ufadhili unaweza kufanywa mdogo tu, lakini mtu mmoja akaweza kugharimia akaunti nyingi na ujumbe ukawa flashed kufika kila mahali kwa gharama ndogo. Kwa hiyo nataka niseme tunaona jamii imejifunza na tunaona upande wa serikali umejifunza kuhusiana na tukio lenye specifically, lakini tunaona dhamira ya serikali ya kufanya matengenezo kwa njia ya maridhiano ambayo of course yalianza kabla. Unajua Dr. Samia Suluhu Hassan wakati anachukua madaraka haya mwaka 2021 baada ya mtangulizi wake kutangulia mbele ya haki, alianza na matengenezo, maridhiano. Ndio zile 4R zinajulikana, hatuwezi kuzungumza sana, na kuna matunda yaliyopatikana pale, yale yaliyozungumzwa muda mrefu sana. Watu wameona vyama vya siasa hivi wawakilishi wao wakikaa na kukubaliana mambo ya msingi, yale yote yalijitokeza pale. Kesi kufutwa, maruzuku kulipwa, maandamano kurudi, mikutano ya siasa kuendelea pale. Lakini kuna zile minimum partial reforms, kwamba kwa kuwa Rais Samia alikubaliana na swala la katiba mpya, lakini muda ukaonekana ku accommodate mambo haya haiwezekani, lakini wakakubaliana juu ya kuanza na vitu vya msingi kama tunakwenda kwenye uchaguzi, wakakubaliana juu ya minimum partial reforms. Nadhani mimi na wewe tumezijadili sana zile sheria 3. Na zile sheria 3 wakati ule zilikuwa zinaonekana kuungwa mkono na wadau wengi, viongozi wa siasa. Labda nisitaje majina hapa, lakini walitoa remarks zao. Kwa nataka niseme matengenezo yale yaliyokuwa yamevurugika hapo katikati, mama huyu katika mazingira ya sasa anasema yuko tayari kuyarejea, ananyoosha tena mkono wa maridhiano. Lakini anasema katiba mpya ni swala ambalo limekubaliwa kabisa, lilikuwa limeingia ndani ya ilani ya chama, lilifanyike ndani ya siku 100. Kwa bahati mbaya limetokea la kutokea. Hasa tunashughulika na kufanya matengenezo ya jambo hili. Kwa sababu si makundi yamepaganyika. Sasa tunatengeneza katiba namna gani? Kwa hiyo lazima watu wakae pamoja, tuwe sawa na akili zetu pamoja, mshikamano uwepo. Sasa ndo tunajadiliana. Kwa sababu ubaya au issue wanasiasa wanaona kama vile swala la katiba ni la kwao. Lakini swala la katiba si la wananchi, la nchi nzima. Ndio. Wakiwemo na wanasiasa. Ndio. Lakini limeonekana kama vile swala la katiba ni la vyama vya siasa. Ndio. Na sasa ndio maana sasa kutokana na hali tulikuwepo lazima tukae sawa. Yaani ule utengamano uwepo, watu wasahau nani shida zao, yale vinyongo viondoke. Mkambala, mimi nakubali. Yako mambo yanaweza yakahitaji kupewa jicho la pili, yani kutazamwa upya, yarekebishwe. Yako mambo hayawezi kukosekana katika taifa lolote lile. Lakini tukubaliane wote, kwanza mambo hayo ni mambo gani, na mambo hayo yanapodaiwa ni kwa faida ya kundi moja tu ama makundi yote. Kwa mfano, watu tumedai katiba. Ni kweli katiba ni ya watu wote. Unadai tume mpya za uchaguzi ama tume huru za uchaguzi, si ndio? Tume itawahudumia watu wote, lakini beneficiary mkubwa ni wanasiasa. Tunataka twende na taifa ambalo zisiangaliwe tu haki hizo za watu wanaotaka kwenda Ikulu peke yao, ziangaliwe na haki za watu wengine. Kwa mfano, wakati wa mchakato wako wa kudai haki ya katiba na vyama vya siasa, unaona, wakati wa mchakato huo, kwa nini turuhusu mazingira ya haki zingine nazo kukanyagwa? Si unanielewa vizuri? Haki za mama mboga kuuza mboga yake, haki za mama lishe kuuza chakula chake, kwa nini turuhusu hiyo itokee? Sawa, labda shikilia hapo itokee. Ndiyo. Wakati huo ninaye bwana Livesing Ngalema, huyu comrade
lakini yeye pamoja na mambo mengine ni mdau wa siasa na maendeleo. Hebu tusikilize sehemu ya hotuba ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, Amiri Jeshi Mkuu, wakati anazungumza na wazee wa Tanzania nzima kwa niaba ya wazee wa Dar es Salaam waliokuwa nao. Hebu tupate eneo tu hilo, alafu tutarejea hapa tena katika mazungumzo yetu. Karibu sana. Mnaendaje kwenye kurekebisha sheria za nchi wakati huku mko vipande vipande? Lazima mrudi kwanza, muelewane, mtambue uko mbele tunalenga kitu gani, njia yetu ni ipi, ndio mnatunga katiba yenu kutokana na haya tuliyokubaliana. Sasa katiba iseme 1, iseme 2, iseme 3, iseme 4. Lakini mtakwenda moja kwa moja watu wote, kila mtu kavimba machavu, mnaunga katiba ipi itaungwa hapa? Nimesema kwanza turidhiane. Na kwa sababu wamechafua nchi, nilichofanya mwanzo ni kuunda tume ya kuangalia undani wa hili jambo. Nimewapa miezi 3 waangalie kwa undani, watuletee taarifa yaliyojiri ni haya, tofauti ziko hapa, hapa palitokea si haki, hapa palikuwa na haki. Tukisha kuyajua hayo, tunakaa sasa, haya tulioletewa ni haya, njoni kamati ya maridhiano, piteni sasa, tofauti ni hizi, matatizo ni haya, piteni sasa kwa makundi mbali, wakwambieni haya tunakwenda nayo vipi. Hiyo sasa ndio tume ya maridhiano. Baada ya hapo tunakaa kuunda katiba yetu. Hakuna aliyekataa. Leo wanasema wameingia njiani, wameharibu nchi, wanadai katiba. Katiba iko wapi? Inaning'inia wapi? Tuipachue tu wapi? Katiba ni mchakato, ni process. Tunaanza hili, tunakwenda hili, tunakwenda hili. Sasa katika vile visingizio vya kuepuka na aibu ya kushindwa kwenye uchaguzi, wanaweka visingizio. Visingizio vyote hivi vinaungwa mkono na nje. Hawana hata aibu. Nje huko wanakaa, Tanzania ifanye 1, ifanye 2, ifanye 3, halafu ndiyo itakuwa hivi. Who are you? Niwaulize ndugu zangu, niwaulize, kwao hayatokei? Kwao hayatokei? Tumenyanyua sauti sisi kusema ya kwao? Wanadhania bado wao ni masters wetu, ni wakoloni kwetu. Kitu gani? Ni fedha chache wanayotugaia. Ni fedha chache wanayotugaia. Na fedha yenyewe sasa hivi haipo. Tunafanya biashara, wao wapate na sisi tupate. Ndipo tunaposimamia. Nataka niwaambie, Tanzania oye! Haya, tukae ndugu zangu. Nataka niwaambie ndugu zangu wa Tanzania, kawaida mwanamke mzuri ndio anayepiganiwa. Uongo kweli? Utakuta watu wanafokeana, wanapigana, wana nini, ukicheki majana dume 2 3 yanapigana, katikati kuna mwanamke mzuri. Sasa nchi yetu hii, alhamdulillah, Mungu katuumba vizuri. Katuumba vizuri sana. Katuweka pahali pazuri sana. Kama ninavyowaambia, Tanzania ni lango la kuingia Afrika. Tanzania inaweza ikatumika vizuri sana kibiashara. Inaweza ikatumika vizuri sana kisiasa za dunia. Inaweza ikatumika. Tatizo ni siasa tulionayo. Siasa ya kutofungamana kwa upande wowote. Kwa hiyo wengine wanakuja mlango huu, kweni na sisi, wengine wanakuja huu. Lakini pia mali Mungu alizotumba nazo, madini.
Tanzania sisi tuna bahari ambayo kwa kupitia bahari unaweza kwenda kokote ulimwenguni. Tanzania tuna maziwa makubwa ambayo kwa kutumia hayo unaweza kufanya biashara yoyote na nchi jirani hapa na ukasafirisha vyovyote vile kwenda nchi jirani. Tanzania tuna ardhi nzuri ya kilimo na ndio maana tunajitosheleza kwa chakula kwa 128%. Tunakula na tunauza. Kubwa zaidi, serikali tumejua kwamba kilimo ndio kila kitu chetu. Kwa tunatoa ruzuku kwa wakulima wazalishe zaidi mazao ya chakula na ya biashara. Tanzania sisi tuna hayo madini ambao sasa kuna madini yanaitwa madini adimu duniani. Ndio dunia yote imetoa macho hapo. Pamoja na kwamba yapo kwengine duniani, lakini Tanzania ni moja kati ya nchi ambazo hayo madini yapo na watu wanayatolea macho. Kwa hiyo tunapigwa, tunalembewa mawe kwa vile Mungu alivyotuumba. Sasa nataka niwaambie, maumbile yetu na utajiri wetu isiwe lana tukauana sisi kwa kuchawishiwa na wanaotolea macho nchi yetu. Hapana. Mjenga nchi ni mwananchi. Huu ni wakati wa Watanzania kushikana, ndugu zangu, na kujua kwamba yaliyoumbwa na Mungu hapa kwetu ni yetu. Ni yetu. Na haya Mungu alitupa makusudi kuinyanyua nchi yetu. Kuinyanyua nchi yetu. Nyuma hatukuwa tunapigwa mawe sana. Tulikuwa tunahesabika tu ni nchi maskini inayoendelea polepole na nini, lakini tulivyofungua utajiri, tukatumia rasilimali zetu kwa utalii, tukatumia madini yetu kibiashara, tukatumia bahari yetu na maziwa yetu kujenga uchumi wetu. Hili sasa ndilo linaloumiza watu huko ulimwenguni. Kwa hiyo huu si wakati wa kukaa tukanyosheana kidole sisi kwa sisi. Tanzania ni wakati wa Tanzania kushikana, tukasema Tanzania ni yetu, Mungu aliiumba hapa kwetu na lazima itufaidishe sisi wa Tanzania. Tunaposema tunalinda nini wanaita sovereignty, tunalinda uhuru wetu, tunalinda nchi yetu, lazima tuseme kwa moyo. Sisi wazee ambao tunakwenda zetu na vijana mlioinuka hapa wa under 50, sisi tunaondoka, tunawaachia nyinyi. Hatujui kati yenu au nje ya nyinyi nani anakuja kuwa rais hapa, lakini hilo mlijue vizuri sana. Mlijue vizuri sana. Na kwa bahati mbaya maumbile ya mwanadamu yanakushawishika. Wameweza kuwashawishi watu wetu wengine na ndo hao wanaotekeleza. Na ndio maana nikasema mradi huu uliotokea una walioupanga, kuna washitiri, kuna watekelezaji. Kwa hiyo kuna washitiri na watekelezaji ndani ya nchi yetu ambao hatupaswi kwa namna yoyote ile kuwaachia watu vuruge. Ndugu zangu, nilisema aliyopita si ndwele, tugange yajayo. Lililopita limepita. Kwa maneno tunasikia liko jengine linapangwa, kini inshallah Mola hatosimama nao, litapeperuka. Lakini nataka niseme nilimsikia mmoja katika waandaji wa nje anasema hebu tarehe 9 liakhirisheni, nendeni subirini Christmas, kwa sababu sasa hivi wamejipanga. Nataka niwaambie wakati wowote wakija tumejipanga. Wakati wowote wakija tumejipanga. Kwa ujumla niseme kama wanadamu hukosana wakaelewana. Hatusemi serikali labda tuko safi hatuna makosa, hapana. Inawezekana kabisa kuna mapungufu, na hakuna serikali yoyote duniani sio mapungufu, lakini wanakaa
wanazungumza na kuondoa mapungufu yaliyopo. Kwa hiyo na sisi hatuna budi kukaa, kuzungumza na kuondoa mapungufu yaliyopo. Nimepata salamu wanasema tutakubali tu kukaa na serikali ikiwa watafanya moja, watafanya mbili, watafanya tatu. Serikali hii si ya kuamrishwa wala kupewa maelekezo. Tumewataka wenzetu tuzungumze, waje kwenye meza tuzungumze. Na nimepata salamu za wengine wanaowapa nguvu. Hakuna mazungumzo mpaka mumwachie huyu, mufanye hili, mufanye hili. Bila shaka umesikia kauli ya Amiri Jeshi Mkuu. Sasa huo ndio Amiri Jeshi Mkuu jamani. Manake hii imenikumbusha ile vita gani kwa mwaka 78? Yes. 77 kuelekea 78? 78. Wakati hayati baba wa taifa anasema ile speech yake ya mwisho. Uwezo nini? Tukumbusha uwezo? Uwezo tunao, sababu na nguvu. Na nguvu tunayo. Kumpiga tunazo. Hotuba ya kimamlaka. Ilikuwa ni hotuba ya kimamlaka. Ya mamlaka inaonekana ipo. Ndio dola. Hotuba ya dola. Na kwa hiyo unataka kufananisha ile na hii, si ndio? Yani hizo nguvu, mamlaka hizo. Unajua kuna kuongea kisiasa afu kimamlaka. Sasa hapa mamlaka imesema. Yes. Ndio. Nafikiri hapo umenipata. Nimekupata. Kwamba dola imesema, mamlaka imesema, Amiri Jeshi Mkuu amesema. Ndio. Who are you? Wewe ni nani kwetu? Sisi sovereignty, si? Tuna sovereign state, ni nchi huru. Nchi huru. Sio? Ndio. What you attack? Nini ambacho hapo unaweza kuchukua? Najua kuna vitu vingi, alafu mimi kuna maswali yangu yatakuwepo hapo. Kuna vitu vingi kwenye hotuba ya Mheshimiwa Rais kama nilivyosema mwanzoni ni hotuba ya matengenezo. Na ni kweli tangu kuapishwa kwake hotuba hii inakadiriwa nadhani kuwa ya 4 hivi. Hotuba hii rasmi kwa awamu hii kama ya 4. Kama ya 4 hivi. Na ile ya bunge na kwa kuapishwa na hiyo. Na kwa uzito wake hotuba hii na mkazo wa kauli zake pia inafananishwa na hotuba yake mwenyewe aliyowahi kuitoa akisema aliyesimama hapa ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nakumbuka ile kauli. Nakumbuka kwamba ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Baada ya kuapishwa ile. Sio hii juzi. Kuna ile awamu ile anamrithi 2021 wakati anapokea kijiti baada ya kudra ya Mwenyezi Mungu. Ile hali ya kusita ilibidi watolee watu matamko ya kuwathibitishia kwamba ile presidency kama taasisi ina mtu tayari, na ndio mimi hapa. Na ni mwanamke akasema. Mwanamke ndio. Mambo yote yanahitaji uratibu wa rais nipo. Ndio maana yake, ndio tafsiri yake. Na hii inajaribu kurejea yale, kwa sababu kuna wakati fulani watu wanaweza wakataka kutengeneza mazingira ya wanasema illegitimize, yani kuondoa uhalali wa mamlaka iliyo madarakani. Anawaambia hicho kitu hakipo. Ndio maana yake kwamba hii ni nchi ya Tanzania na mipaka yake ile ile na mamlaka yake ile ile. Ina dola, ina mihimili yote mitatu, ina mahakama, ina serikali, ndani ya serikali kuna majeshi na kila kitu, vyombo vyote viko pale. Lakini kuna bunge, kuna uwakilishi wa kutosha juu ya tunasema hii ni nchi imewakilishwa kupitia bungeni na wale wabunge. Kwa hiyo hakuna mahali panapwaya. Kwa hiyo watu wachunge
maamuzi yao, wachunge dhamiri zao, wachunge hila zao. Kama ni dhidi ya dola, dola ipo na ina nguvu, ndio anatusaidia kutafsiri, anawasaidia watu kutafsiri juu ya uwepo wa hiyo mamlaka. Na sasa pale ambapo watu wako aggrieved, wana manunguniko ya hapa na pale, kama ambavyo alikiri kwamba serikali inayo mapungufu, yapo, lakini tuyamalize kwa njia ya nini? Ya mazungumzo. Na wakati mwingine turudi kwenye msingi tulioanza nao, ili kama taifa tulipoanza harakati zetu za kudai uhuru Tanzania katika mazingira ya kipekee kabisa. Sisi tulidai uhuru wetu kwa njia za majadiliano. Ndio. Nadhani unakumbuka hiyo. Ndio. Tukapata uhuru. Na katika ukanda wetu tukawa mwanzo. Lakini wenzetu walikuwa na mapambano ya hapa na pale. Ilikuwa ni mchanganyiko wa majadiliano, mahali pengine ni mapambano tu. Hata kuna wakati tulitaka kusubirisha uhuru wetu ili tuungane na wenzetu tujenge Jumuiya ya Afrika Mashariki. Mwalimu amewekwa na hizo ndoto. Japo baadaye hilo likawa haliwezekani. Kwa hiyo kwani tusirudi kwenye msingi? Kama sisi ni watu ambao tumewahi kuwa tunafanikisha baadhi ya mambo makubwa kama uhuru wa nchi, kuna kitu kikubwa na kigumu kupata ama ukitafuta zaidi ya uhuru wa nchi. Uhuru wa nchi, yani kumuondoa mkoloni, unaupata kwa njia ya majadiliano. Falsafa yake hapa ni ipi? Ni kwamba sasa haya mengine ambayo tunahitaji yatendeke ama yabadilike tukiwa huru. Sasa ni taifa uhuru, tunajitawala wenyewe, tunapanga mambo yetu wenyewe. Tunataka tubadilishe tu baadhi ya mambo yetu, badala ya kwenda hivi yaende hivi. Sasa unasema haya huwezi kuyabadilisha mpaka utumie nguvu, si ndio? Tunakwenda kinyume na falsafa iliyojenga taifa lenyewe. Ndicho anachotaka kusema. Kwa hiyo anatoa rai, serikali ipo, vyombo vipo, mifumo ipo, hakuna jambo linaweza likaacha kufanya nini? Kusikilizwa. Lakini pamoja na uwepo wa vyote hivyo, mapungufu hayawezi kukosekana. Hakuna nchi ambayo imewahi kuwa haina nini? Mapungufu. Hakutaka kutoa mifano, lakini mimi na wewe hapa tunaweza kutoa mifano. Juzi kumekuwa na naita juzi, wakati Trump anaingia madarakani, hii ya juzi kabisa. Akaanza kuimplement, kutekeleza sera kama za uhamiaji na nini. Ndio. Ule mpango wake wa kusema ifanye Marekani kuwa bora tena. Imeambatana na vitu vingi sana. Kuondoa wahamiaji kwa mawazo ya Trump, labda ndo anaokoa kazi zilizokuwa zinafanywa na wageni, sasa zifanywe na wenyeji. Kumbe wakati mwingine akufanya analysis kwamba kazi zenyewe zilizokuwa zinafanywa na wageni, nyingi ni hizo kazi kule wangeziita wenyeji hawapende kufanya, sio white collar jobs. Hata kama wale wageni wanapata hela nzuri, lakini kwenye kazi zile ngumu sana. Baada ya kuwaondoa wale, private entities, hizi taasisi za binafsi nyingi zikakosa wafanyakazi ambao hawawezi kuwapata ndani mle. Kwa hiyo kuna baadhi ya taasisi ama kampuni za biashara zikaanza kushrink, zikaanza kusinyaa kifaida, unaona Lakini kukawa na unyanyasaji mkubwa sana, haki za binadamu zikawa haziko observed. Kukawa na uprising ya namna fulani karibu kila jimbo, tutasema kule wenzetu wana states badala ya mikoa. Karibu kila jimbo ukawa kunatokea vuguvugu la maandamano kupinga baadhi ya utekelezaji wa sera mbalimbali za Trump. Mpaka ikafika mahali kukaonekana kama kunaweza kuwa na tishio la usalama. In a democracy, kwenye demokrasia ya juu kama Marekani na uhuru wa mawazo na maoni, kukaanza kuonekana dalili, na sio dalili actually, na kuna maeneo alitumia askari, yani kwa maana ya kutumia jeshi. Kuna sheria inampa mamlaka rais wa Marekani kutumia jeshi. Kuna maeneo alitumia jeshi. Ndio. Kupunguza ile kasi nguvu nayo ilikuwa inalalamikiwa na Marekani, lakini kama Trump anaona ili kupunguza hii shida lazima kutumia sasa jeshi, na majimbo mengine magavana wake wakawa wanapinga, kwa na mijadala mikali juu ya jambo lile. Nataka nieleze hiyo scenario kwa Tanzania kwamba kilichotokea tarehe 29, pamoja na kwamba kunaweza kuwa na madai ya msingi mengi yale vijana wanataka kuyaleta, lakini madai ambayo kama tunakaa mezani mengi tungeweza kuyaadress, au pengine mengi yameshaanza kufanywa kazi, wao hawajawa informed. Sasa kukalazimika dola lile ambalo amesema sasa hivi tumejipanga, lile dola chini ya uongozi wake likadhibiti ile hali ambayo dola imekula kiapo. Pamoja ndio imekula kiapo cha kulinda taifa na katiba ya nchi ndani na nje. Na sasa nadhani baada ya tarehe 29, baada ya utulivu kudhibitiwa, ndio maana mimi na wewe leo tunaweza kujadiliana juu ya mustakabali hatima ya taifa letu. Ile ya tarehe 29 ingeendelea,
nikuulize Mkambala, tusingekuwa muda huu tungeukosa. Sasa labda kwa haraka lakini kwa haraka lakini tujaribu mambo mengi yameelezewa mule kwenye hotuba. Ndio kwenye mimi naona kwa wenzetu wa nje, mataifa ya nje, kama kuna double standard, yani double standard katika kufuatilia mambo kwenye nchi husika. Leo hii tunafuatilia Israel na Palestina, ambayo tunaona kama Israel anamuonea sana Palestina, na Marekani akimsaidia kwa wazi Palestina isipate uhuru wake wa bendera, na mauaji tunayoyaona yale, maki wale ni watu, sio wanyama. Ndio. Na sasa hivi wanataka kusafisha Gaza yote kabisa. Ndio. Si ndio? Ndio. Lakini dunia imezungumza, hakuna wa kumshughulikia. Ndio. Huyo Israeli akiwa na mtu na ndugu yake Palestina. Na sehemu zingine za zingine. Sudan tumeona. Kwa hiyo naona kama kuna double standard. Sisi mimi naweza kusema kavurugu. Yaani kufanisha na Gaza tofauti kubwa sana. Au Southern Sudan au Sudani. Ni sehemu kwa sisi tunasema kavurugu. Umeelewa? Kwa sababu sisi sana bahati nzuri kuna watu walikuwa wanaoleta vurugu walikuwa hawana silaha, lakini wengine walikuwa na silaha. Kule wote wana silaha, wanapambana. Nataka niliongezee sauti unaolisema, japo pia nataka nizingatie tuko kwenye television ambayo inaonwa na watu wote Tanzania na duniani, na tuna mahusiano na baadhi ya mataifa kama Israel, na tuna uhusiano wa kibalozi hapa, lakini tuzungumze ukweli na uwe wazi, na hii nisema kweli ni kwamba vyombo vinavyosimamia haki za binadamu duniani vinavyopata financing kubwa kutoka nchi kubwa kama Marekani, vyombo hivi kuna wakati fulani kwenye baadhi ya migogoro vinakuwa na bias kubwa sana, jambo ambalo sio afya kwa utangamano wa dunia. Na ndio maana Rais Ruto wa Kenya kwenye hotuba yake Umoja wa Mataifa niite ya mwisho, hotuba yake ya mwisho, kwa sababu hajakaa tena, msisitizo wake ilikuwa ni kupata sauti, Afrika kupata sauti ndani ya chombo cha Umoja wa Mataifa, hasa Baraza la Usalama. Sasa nataka nikwambie kilichotokea Gaza, kinachotokea Kongo, kinachoendelea kutokea Sudani yenyewe. Sasa changamoto zilianza Sudani ya Kusini, wakapewa nchi yao. Hawa wakasema hawa watengwe, wakae wenyewe, kwa sababu namna ya kuimanage Sudani na utajiri wake labda ilivyokuwa moja kubwa na ile migogoro. Sasa watengwe. Bali unaigawa nchi, unaidhoofisha tu makusudi tu. Unataka uigawe nchi katika misingi ya ethnic Kiswahili tuseme kwa makundi ya majamii au rangi. Unataka ugawe nchi, lakini ukitazama nyuma ya pazia ni uchumi. Nitaka kuliunganisha hili na linaloweza kutaka kutokea Afrika ya Mashariki. Iko dhana, ndugu Mkambala, muda unaweza usitutoshe, lakini hatuwezi kudharau kila dhana. Kuna dhana kwamba wakubwa wanaitazama Tanzania na ukanda wa maziwa makuu kama lango ama nyenzo ama kifaa cha kuutawala uchumi na soko la ukanda wa maziwa makuu. Kupitia Tanzania unaweza kukamata, na kuna wakati upande mmoja wa hizo nguvu, tasema labda upande wa magharibi, niseme basi upande wa magharibi wakisaidiana na nchi za Ulaya, na upande wa mashariki wamekuwa kila wakati wanaigombea Afrika. Wako wanaotabiri siku moja inaweza kutokea vita ya dunia ambayo kichwa chake cha habari au chanzo chake ni kugombea rasilimali za wapi? Za Afrika. Na ndio maana unaona kilichompata Gaddafi baada ya kuanzisha uamsho wa ile Pan-Africanism mpya ya kisasa, anataka tuwe na benki moja, fedha moja, tuuziane wenyewe vitu ndani. Gaddafi akufua dafu. Walitengeneza vibaraka ndani ya nchi yake na mpaka Gaddafi wakamuondoa. Na wamezingatia, wanaisimamia Afrika kwa namna ambayo kusaidiana wenyewe kwa wenyewe wakati wa changamoto kama hizi inakuwa ngumu. Sisi tumeshuhudia interview za viongozi wanaotuzunguka hapa, majirani zetu, marais wao, kuhusiana na sakata ya Tanzania wamehojiwa. Lakini tazama tu zile kauli zao, unaweza kuona kwamba pengine hata ndani ya Afrika Mashariki zinaweza zikaweko changamoto. Na hakuna hata siku moja, labda kama ni vikao vya siri, tukasikia matamko ya pamoja ya viongozi wa Afrika Mashariki
dhidi ya maadui wetu wote wanaoinyemelea Afrika Mashariki na kutaka kuigawa na kutaka kuivunja. Sijasikia, labda pengine sifuatilia sana vyombo vya habari, lakini najaribu kufuatilia sana kwamba tamko la pamoja la Umoja wa Afrika, tamko la pamoja labda la SADC juu ya kinachoendelea Tanzania, kwamba Tanzania amekuwa ndio kaka mkubwa kwa sehemu kubwa sana tangu nyakati za kutafuta uhuru. Watu wanajua hii ndio ilikuwa Geneva yao. Leo inapotaka kuvurugwa kwa sababu za ndani ndio zinaweza kuwepo, ziko genuine, lakini je, ni hizi peke yake? Kwa sababu kama ni hizi peke yake, je, hatua za kuanza kuziaddress hazijachukuliwa kabisa? Kwamba kama taifa sasa taifa limekuwa kiziwi, sio sikivu, wamedharau kila sauti inayozungumzia, lakini huko mitandaoni watakwambia ndicho wanachokiona wao, kwamba kumekuwa na dharau kubwa. Lakini nataka niseme, je, lakini sababu za ndani ni zenyewe peke yake? Tunaziona sababu zinazotoka nje zinazonasibishwa na vita ya uchumi, na zinazonasibishwa na hamu ya kutaka kuendelea kukiritimba uchumi wa ukanda wa kwetu. Pale mwanzoni tulikuwa na nchi zetu za jirani ndani ya ukanda wa Afrika Mashariki kwa mfano, ambazo zenyewe zilikuwa kama ndio hub ya kiuchumi, kwa maana ya viwanda vilikuwa hapo, na mazao yetu mengine yalikuwa yanaongezewa thamani hata kama ni kwa kiasi, ili baadaye yaende Ulaya yakaongezewe thamani kubwa, lakini products nyingi zilikuwa zinatengenezwa, zilikuwa zinarudi tena katika nchi za ukanda wa Afrika. Kwa hiyo unakuta makampuni yaliyoko pale ambayo mengi yalikuwa ya kimagharibi ilikuwa inafaidika sana na utawala wa uchumi. Na hii ndio sababu unakuta labda kuna nchi moja ukanda wa Afrika Mashariki inaweza kuwa inafanya vizuri kitakwimu kiuchumi zaidi kuliko watu wengine kwa maana ya GDP na nini, lakini sababu ilikuwa ni hiyo. Lakini Tanzania ilipoamua kuchukua mageuzi ya kiuchumi na kwa kuendelea kuisimamia, niite sera, niite msimamo wake wa kutofungamana na upande wowote. Inapokuja kwenye urafiki wa kiuchumi, sisi tunaweza tukafungamana na ukanda wowote ule. Tukaonekana kufungamana sana na nchi za kimashariki, na ambazo zingine sasa wanasema ile zinapambana neck to neck, yani shingo kwa shingo na madola makubwa magharibi. Sasa nachotaka kusema ni nini? Hili nalo tulione, na imeundwa tume, nadhani itaangalia yote katika kutafuta sababu. Hii nayo kama ina mchango tuiseme wazi. Sasa isije ikawa mapambano dhidi ya rasilimali zilizo kwenye ukanda wetu, hasa ukanda wa maziwa makuu. Na hivi karibuni, baada ya uthibitisho wa sisi kuwa na madini yenye thamani kubwa kama yale ya Kongo, yaliyoifanya Kongo isiwe stable kwa miaka yote, yani DRC. Madini yale bwana, na sisi yanapatikana kwa wingi na kwa kiwango kikubwa, lakini tuna urani. Yawezekana walikuwa wanahisi ama helium ipo mengi sana, tuna kila kitu wanachokihitaji kwa ajili ya maendeleo ya teknolojia. Marekani kajenga anajenga standard gauge toka Angola mpaka Kongo. You are very right. Na ni kwa sababu hiyo. Sasa kuifuata Cobalt kule. Nataka kusema nini hapa? Kwanza, wana diplomasia wetu, wataalamu wetu wa uchumi, mambo haya ambayo zingine ni conspiracy theories, lakini kuna vitu vinavuja kama vinapatikana na kuthibitishwa, vile vinatengenezewa summary, viwekwe wazi, kwa sababu unajua nini? Ni vyema Mtanzania akajua kinachoendelea. Na ni asante sana kwa hapo, kwa sababu hilo jambo ni pana kidogo. Ndio. Na tunaweza tukalizungumza kwa dhana ya fikra, lakini uhalisia uko ndani. Lakini kuna kitu uliosema iweke wazi watu waone, hasa vijana. Kuna changamoto moja katika malezi hivi sasa. Unakumbuka Mheshimiwa Rais alivyosema wa miaka 50 wasimame, chini ya 50 ndio walikuwa kiasi kubwa baraza lake la mawaziri. Ndio. Walisimama. Wale millennium generation na wengine X kama sisi hapa. Chini ya 50. Kiasi kubwa baraza lake la mawaziri. Ndio. Lakini wazee wale waliokuwepo pale, asilimia kubwa hawa watoto, hawa vijana wa Gen Z miaka 26 ni wajukuu wao. Maki wale ni wazazi wetu sisi. Wale wazazi wetu sisi. Sisi wenyewe hatujawafikia wale. Sisi wengine ni wazazi wa hawa Gen Z. Sasa wale walikuwa wazungumza na Mheshimiwa Rais, wale wazee, sisi ndio baba zetu. Ndio. Ila watoto wetu ndio walofanya kasheshe. Sasa kuna changamoto, kuna mfano mdogo tu. Mtu mmoja anasema, mimi wakati nalelewa, dada mmoja, nikirudi nyumbani na fedha yoyote, hata shilingi 10 za wakati uko mdogo, hiyo hela nitaitupa, kwa sababu nafikiri nitaingia nayo vipi nyumbani? Sasa hivi mtoto anarudi na simu, sio hela. Sasa hivi mtoto anarudi nyumbani na begi.
na aulizwe. Sasa hivi mtoto anarudi na simu Limejaa ya bei vitu. mbaya. Na begi limejaa. Tena wakati mwingine anaweza kumwaga mama yake, wewe baba hujui. Mama anambia mimi na hamu ya ukirudi niletee chips yai au chips kuku. Ajue anaipata hapo kwa na kwenda. Umeona mali zetu sisi na wao. Naona. Kuna changamoto hiyo. Ndio. Na sasa hivi hao Gen Z bwana, sasa hivi amuulizi baba. Wala amuulizi mama, wala kakake mkubwa. Anaiuliza chat GPT. Ndio. Kila swali analiuliza huko. Yaani yeye anaingia kwenye chat GPT na simu yake anauliza, hivi kwa nini mimi maskini? Kwenye kukosa hela kwa mzazi, anakuambia wewe mzazi mjinga. Mbona wenzio matajiri? Mbona wenzio na baba fulani ana hela? Wewe tena jina moja tusela moja napenda sana kulitumia. FA lile. Wewe mzazi gani wewe? Umezubaa. Umeshaelewa? Sawa. Kwenye ada ukiwa hela kabisa sasa mzazi si anafukuzwa. Baba na babako hajalipa ada. Ajua baba ana hela, hajalipia ada. Tofauti na zamani sasa ulikuwa hujui hayo. Ndio. Sasa swali atauliza ChatGPT, kwa nini mimi maskini? Ataambiwa pale wewe maskini sababu viongozi wako labda walafi. ChatGPT inamuuliza, sio mtu. ChatGPT mtandao ambao umeutengeneza formula hiyo mchini. Anauliza kwa hiyo sasa kwa hiyo nifanyeje? ChatGPT namwambia wewe andamana ndio solution yako upate anafuu. Ondoeni mamlaka iliyopo, wekeni kwetu. ChatGPT namwambia ondoa mamlaka. Elewa sio mtu. ChatGPT mfumo ule. Nakubaliana na wewe. Ndio wa vijana sasa hivi Gen Z walivyo. Sasa nataka hayo mambo kama walivyosema pale Mheshimiwa Likili kama huo mfumo walikosa kuendeleza wa kizalendo. Ndio. Kwa sasa hivi uzalendo wanaupata kwenye ChatGPT na mtandao ya jamii. Ndio analishwa humo vichwa vyao. Ndio. Mkamba nataka nipokee hapo. Pokea. Nataka kwanza sasa nataka nipokee kwa kurudi kwenye hotuba. Mheshimiwa Rais nadhani pia ana vyanzo vingi vya taarifa, lakini pia hata hizi habari za kimataifa za ndani wataalamu wake wanakaa wanamsaidia kuzichanganua. Naona hotuba yake inajaribu kutoa majibu pia kwenye mambo kama hayo. Moja, anazungumzia turejeshe uzalendo. Tulivyofundishwa sisi, tuliimbishwa juu ya thamani ya taifa letu. Mithili ya mtoto anapokwenda madrasa. Kwa nini Salum Kambala wewe ni Muislamu? Na umefundishwa tangu utoto. Hata uende Ulaya ama Uchina ama Urusi. Wewe imani yako ya Kiislamu haitatetereka. Unajua kwa nini? Ni tangu utotoni. Nimeikuta. Mimi ni Mkristo. Values za kiimani nilizopewa tangu utoto haziwezi kubadilika katika mazingira yote yale. Lakini hapa Tanzania palikuwa na kitu cha ziada. Utaifa nao ulikuwa kama vile dini ya tatu nayo ama ya pili kwa mtu mwenye dini moja. Kwamba uzalendo ulifundishwa katika misingi ama mkakati wa kuweka uzalendo na mapenzi kwa taifa lako ulikuwa unawekwa kwenye moyo wako. Sio kichwani. Kwa hiyo mtu alikuwa Muislamu, mimi nasema dini yake ya kwanza. Dini yake ya pili ilikuwa utaifa. Mkristo dini yake ya kwanza, dini yake ya pili ni utaifa. Na hata baadhi ya hizi dini zingine kama Wahindi tuliokuwa nao hapa muda mrefu, Mabudha, si Mabohora, unakuta na yeye alikuwa na dini yake hiyo, lakini dini yake ya pili ilikuwa ni utaifa wake. Tunao mifano kama ya kina Amiri Jamal na wengine. Sasa nataka niseme nini? Ilifika mahali angalau tulipambana japo si kwa bidii kubwa kuendelea kupeleka watoto makanisani na kwenye madrasa. Japo nahisi na hata hapo tulitetereka. Familia inatoka asubuhi na kwenda kanisani au msikitini na mwacha mtoto anaangalia katuni na dada wa kazi. Kwa hiyo kizazi hiki unachokiona ndio matokeo hayo. Rais anasema nini? Anasema turejee pale. Unajua kauli ya rais kwa kusema tu sasa tutaangalia swala la uzalendo. Maana yake viko vyombo na taasisi chini yake na watu wenyewe walifanyie kazi hilo. Tunarejeaje pale? Maana lile ni agizo. Tumeona tulipotetereka, si ndio? Hata kama hatupati manufaa moja kwa moja na hawa tulionao, watoto tuliowazaa, lakini basi watoto wao na wengine system ianze kuangalia namna ya kuwafanya walipende taifa kama ilivyo China na Marekani. Pamoja na mambo yao yote na haki zao zote, utaifa huwa ni kipaumbele. Movie zote za Marekani unazoangalia, kuna movie hata moja star wa Kimarekani ameshindwa. Yule movie star lazima ashinde hata katika mazingira tatanishi na bendera ya Marekani lazima uione. Kwa hiyo ile ndio inatakiwa. Indoctrination ni kuweka ndani ya hisia juu ya utaifa. Tukiweza kufanikiwa mtu akawa na uchungu na taifa, unasaidia kupunguza matatizo mengi sana, kwa sababu hata taka taifa lilipotee. Kwa hiyo la kwanza uzalendo, rais ametoa maelekezo. Tunakuja kwenye swala la utaifa. Unajua ukiangalia kama ningegawa hashtag ningesema kauli ya rais
kupitia hotuba yake ni kama vile anasema utaifa kwanza, amani kwanza. Kwa mara nyingine tena kupitia kauli yake naona kwamba ni kama tutahitimisha mjadala wa kipi muhimu katika mizania ya haki na amani. Unajua ni kama yai la kuku na kifaranga. Mpaka leo mjadala ule haujapata majibu ya moja kwa moja. Kipi kilianza? Amani na haki ukitazama, huenda tukapata majibu kwamba mahali penye amani panayo potential ya kutimiza matakwa mengine yote ya haki. Kwenye amani unaweza kuzungumzia maboresho ya mifumo yote ya upatikanaji haki, kama ambavyo Mheshimiwa Rais alitengeneza ile tume ya haki jinai, na mambo mengi yaliyoletwa kama mapendekezo yalifanywa kazi, yakiwemo yale maboresho ya muda mfupi au zile minimum partial reforms kabla ya uchaguzi. Hasa nachotaka niseme ni nini? Ni kweli haki ikikiukwa kwa kiwango cha kupoteza amani, amani haiwezi kuja tena. Kwa hiyo dhana ya haki ni zao la amani ina make a lot of sense, inaingia akilini. Lakini kama amani unayo, kuamua kuivunja kwa sababu ya haki moja, mbili, hata tatu, hata nne, hata tano zilizovunjika, unaamua kuvunja haki ya msingi ya amani, unajipeleka mahali ambapo kutakunyima fursa hata ya kuzipigania haki zilizobakia. Kwa hiyo mimi nataka niseme kwa context ya Tanzania, kwa muktadha wa Tanzania, nataka niseme hivi: amani ndio msingi wa upatikanaji wa vitu vingine vyote. Kwa hiyo turudi kwenye maridhiano. Katika hotuba ile Mheshimiwa Rais anahimiza maridhiano na anasema ameshanyosha mkono, na kwa kuwa hili limetuvuruga kidogo la vurugu za tarehe 29, naona kama anaziita vurugu na anasema tuzitafutie jina, lakini naona wanazuoni na watu wa kawaida wanasita kusema ni maandamano. Kwa sababu Tanzania maandamano kikatiba yana nafasi yake na tulishayaona kama tulivyozungumza pale mapema, yakisimamiwa kabisa na vyombo vyetu. Lakini sasa turekebishe kadhi iliyotokea, tukae pamoja, ile katiba iliyoahidiwa ndani ya siku 100 sasa tuikimbilie tuifanye, kwa sababu haijukataliwa. Kwa hiyo kama inchi, mimi niseme mkono huu wa maridhiano safari ukinyoshwa, tuupokee. Mkono wa maridhiano unaponyoshwa kwa mara nyingine, tufanye nini? Tuupokee. Lakini kama inchi makosa yalijitokeza tarehe 29, tujifunze yote. Upande wa vyombo vyetu vya ulinzi vyote, sisi tunajua tuko salama hivi kwa sababu yao siku zote. Tujitahidi tusiwafanye wananchi wa kawaida nchi hii kudharau kazi zinazofanywa na vyombo vyetu vya ulinzi. Tumekuwa salama miaka yote 60 na ya uhuru kwa sababu ya vyombo hivi. Vingine hatuvioni. Tunawaona tu wanaovaa magwanda wanasema. Hawa wagumu sana. Zamani mjue mtoto kumuona mtu mwanajeshi, mtoto uko sasa yaani unataka kumtisha mtoto wale unamletea polisi. Sasa tunakusema tuna vyombo vingine vingi nyuma ya pazia vinafanya kazi ya kuhakikisha kwamba tuko salama. Tusiwafikishe wa Tanzania mahali pa kudharau taasisi hizi. Hiyo ni kosa kubwa sana. Kwa sababu hata tarehe 29 kazi waliofanya, pamoja na bahati mbaya ya mauaji yaliyojitokeza ambayo kila mtu anasikitikia, lakini kuweza kurejesha utulivu huu na kujipanga upya tuone tunafanya nini kwa taifa letu, lazima tuwape hiyo kongole vyombo vya ulinzi, tuviheshimu, na pale ambapo vinaonekana kuwa na mapungufu tuvisaidie namna ya kusahihisha mapungufu yale. Na kama mapungufu yale ni mtu na sio taasisi, tushughulikie watu, lakini tusidiscredit jeshi zima la polisi. Kisikiza mitandaoni jeshi la polisi linatukanwa, aliaminiki. Mpaka sasa hivi naanza kupata wasiwasi, hivi askari tu polisi sasa hivi ana uniform, anakaa Chanika huko, saa 3-4 usiku anatoka zamu, anarudi nyumbani kwake, hivi usalama wake unakuwa? Kuna baadhi ya nyumba ushapewa notice wahame. Unaona? Sasa tusifike huko, kwa sababu mbadala wa vyombo hivyo haupo. Tena ujenzi wa nyumba za polisi uongezeke zaidi, kwa sababu baadhi ya eneo kuna chuki hiyo. Lakini tuishie hapo kwa sababu ya muda. Nikushukuru sana Bwana Lives Ngalemwa. Ni comrade huyu, yeye ni mdau wa siasa na maendeleo. Tumepata yake mengi, lakini kubwa leo tukiwa tuna chambua hotuba ya rais ambayo alizungumza na wazee wa Dar es Salaam kwa niaba ya wazee wa Tanzania nzima. Nikushukuru sana. Tunganisha kitu hapo haraka. Dakika fupi. Fupi. Ni kwamba
tunakubaliana imeundwa tume kwa ajili ya kuchunguza mapungufu. Yatajitokeza, yatatolewa mapendekezo. Tuendelee kuiomba serikali mapendekezo yatakayotolewa yafanyiwe kazi kwa mujibu wa ushauri ambao utakuwa umetolewa. Na ushauri wangu mwingine, wakati wa maridhiano, wahusika wote watakuwa kwenye maridhiano. Hakuna kutoka. Tukikubaliana mambo 3, 4 kati ya 10 ambayo baadaye hayajafanywa kazi, yale 3 tusonge nayo mbele, tujenge taifa. Asante sana Lives Ngalema. Lakini asante sana kwa ambao unafuatilia Sema Kweli ya leo. Kwa niaba ya Lusekelo Mwaikenda, yeye alikuwa kwa upande wa uchanganyaji picha na nini, umeona mambo yake bwana Lusekelo. Lakini vile vile upande wa sauti na kamera vile vile alikuwa bwana Yakini Mwakatobe akisaidiana na Lusekelo Mwaikenda. Lakini asante kwa YouTube streaming kule uko unapata live, bwana Edson Kunambi ndio alikuwa anasimamia social media. Mimi naitwa Salum Kambala. Asante, naendelea kutazama vipindi vinavyofuata kutoka hapa Channel 10, kilicho bora kabisa. Asante.